Iran imekuwa ikiimarisha jengo la chini ya ardhi karibu na moja ya vituo vyake vya nyuklia kulingana na uchambuzi wa picha mpya za satellite. Shughuli hii inajiri wakati ambapo mvutano umeongezeka huku mazungumzo kati ya maofisa wa Iran na Marekani yakiendelea, huku Rais Donald Trump akitishia hatua mpya za kijeshi dhidi ya Iran ikiwa haitakubali makubaliano mapya kuhusu mpango wake wa nyuklia. Picha hizo zilizochambuliwa kwa mara ya kwanza na taasisi ya sayansi na usalama wa kimataifa ISIS, taasisi ya wasomi yenye makao yake makuu nchini Marekani, zinaonyesha milango ya mifereji ikiimarishwa katika mlima Kolangi Gazla, pia unajulikana kama Pikas Mountain. Wataalamu wanasema kituo hiki kinaweza kuwa kimeundwa kulinda shughuli za kurutubisha uranium ya Irani au vifaa muhimu, lakini madhumuni yake kamili na ikiwa inafanya kazi bado haijulikani wazi. Iran inasisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa amani kabisa na inakanusha kuwa inatafuta kutengeneza silaha za nyuklia. Hata hivyo, Rais Trump alisema Iran ilikuwa imebakiza mwezi mmoja kabla ya kuwa na silaha za nyuklia mnamo Juni mwaka 2025, wakati aliamuru mashambulizi kwenye maeneo matatu ya nyuklia ya chini ya ardhi ambapo centrifuges zilikuwa zikitumika kuzalisha uranium iliyorutubishwa sana wakati wa vita vya siku 12 kati ya Israel na Iran mwaka jana. Trump alisema mashambulizi hayo yamefuta uwezo wa Iran kurutubisha, lakini maafisa wa Iran walikuwa wakifikiria kuanzisha kituo kipya. Mlima wa Pikas haukuwa mojawapo ya maeneo yaliyoshambuliwa katika mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel mnamo Juni mwaka 2025, lakini kituo cha nyuklia cha Natanz kilichopo takriban kilomita 2 sawa na maili 1.24 kaskazini kilishambuliwa. Picha ya satellite kutoka tarehe 10 Februari inaonyesha kile kinachoonekana kuwa saruji safi iliyowekwa juu ya mojawapo ya maeneo ya kuingilia kwenye mlima wa Pikas. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.